Wapendwa na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Mgeukie jirani yako, mwambie heri ya Noeli. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu aliyetuokoa na kutupa siku hii nyingine ambayo tunakuja kuabudu. Ni siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu. Watu wamekuwa na maneno mengi kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Hakuzaliwa tarehe 25. Hakuzaliwa sijui nini. Hizi zitakuwa tu ni ibada za kipagani. Sijui itakuwaje. Lakini kabla hujawa carried away na hizo kelele za watu, ni muhimu sana kuelewa jambo moja. Sisi hatuvenerate siku, hatuadhimishi siku. Sisi tunaweka kumbukizi ya kuzaliwa kwa Yesu. Leo tunakumbuka kwamba Yesu alizaliwa kwa ajili yetu. Hatuiweki tarehe 25 Disemba kama ni siku maalum tofauti na siku zingine, isipokuwa imechaguliwa siku moja kati ya mwaka kukumbuka siku Yesu amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alizaliwa, hakuzaliwa. Kwa hiyo tukiamua kuadhimisha siku yoyote kwa sababu hatuna kumbukumbu za kuaminika za alizaliwa tarehe ngapi, hatuna kosa lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukweli kwamba huko katika Ulaya ya zamani kulikuwa na sherehe za kipagani zinazoangukia siku kama hizi, haiondoi pia kwamba hii sisi siku tunamkumbuka Mwokozi wetu Yesu aliyezaliwa na mwanamke aitwaye Mariamu. Na kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni fumbo kubwa ambalo ndiko kulikojificha siri ya ukombozi wa mwanadamu. Tunazungumza habari ya wokovu wetu uliotokana na mauti ya Yesu Kristo na damu yake kutusafisha, damu yake kututakasa, damu yake kutuleta katika ukaribu na Mungu, damu yake kutufanya tuwe watakatifu, damu yake kutuhesabia haki, damu yake kutuletea ukombozi, damu yake kutufutia laana. Yote hayo yametokana kwa sababu tu alizaliwa. Asingelizaliwa akashiriki damu na nyama pamoja na wanadamu, asingelikuwa mwokozi wa ulimwengu. Kanuni ya mwombezi ni lazima awe katikati yao, awe miongoni mwao. Nikatafuta miongoni mwao atakayesimama na kuwaombea, atakayesimama na kulitengeneza boma, nikakosa. Lakini Yesu Kristo alionekana miongoni mwetu, ni mwanadamu katikati yetu, akatuombea akiwa msalabani na maombi yake yakatiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona wengine wananiangalia wanafikiri nazungumza mambo ambayo hayapo. Angalia kitabu cha Isaya sura ya 53. Isaya sura ya 53 mstari wa 10. Biblia inasema hivi: lakini yalikuwa ni mapenzi ya Bwana kumchubua na kumsababisha ateseke. Nasoma kutoka kwenye tafsiri ya neno. Ingawa Bwana amefanya maisha yake kuwa sadaka ya hatia,
ataona uzao wake mwingi na kuishi siku nyingi, nayo mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Soma mstari wa 12. Kwa hiyo nitamgawia sehemu miongoni mwa wakuu, naye atagawana nyara pamoja na wenye nguvu, kwa sababu aliyamimina maisha yake hadi mauti, naye alihesabiwa pamoja na wakosaji. Alihesabiwa pamoja na wakosaji, kwa kuwa alichukua dhambi za wengi na kuwaombea wakosaji. Umeelewa? Hii kanuni ya maombezi ni kanuni ya rohoni. Hakuna awezaye kuwaombea wengine akaeleweka kama hajitambulishi na kujipambanua nao. Ndio maana mwokozi wa familia yako ni wewe. Mwokozi wa kabila lenu ni wewe. Mwokozi wa ukoo wenu ni wewe. Wewe ni rahisi kujipambanua kwa dhambi zao na makosa yao, ukajifananisha nao, lakini kwa kuwa wewe ni mwenye haki, maombi yako yatakuwa ni ya mtu atengenezaye boma, na kwa hiyo neema ya Mungu itawafikia watu wa nyumba yenu. Yesu ndivyo alivyofanya. Ilibidi awe miongoni mwa wanadamu, akahesabiwa mkosaji pamoja nao, na kwa sababu hiyo ikawezekana dhabihu ya nafsi yake kukubalika, ili kufanyaje? Kuwa sadaka ya hatia. Na kwa hiyo atauona uzao wa alichofanya baada ya siku nyingi. Matokeo ya kila alichokifanya ndio wewe hapo, na ndio wengine utakao washuhudia. Wote hao wametokana na alichokifanya Yesu msalaba. Unaweza ukapunga mkono wako, sema haleluya. Sema tena haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ufungue Biblia yako. Ujumbe wetu leo ni Roho wa Mungu atakujilia. Roho wa Mungu atakujilia. Nitakuwa ninasoma kutoka kwenye Biblia zote mbili, tafsiri ya SUV na tafsiri ya neno. Wote tunafahamu kilichoandikwa kwenye kitabu cha Luka sura ya 1. Luka sura ya 1, Biblia inazungumza vizuri sana kuanzia mstari wa 26. Lakini mstari wetu mkuu katika ujumbe wetu siku ya leo upo kwenye mstari wa 35, ambako anasema, malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, nazo nguvu zake yeye aliye juu sana zitakufunika kama kivuli. Thelathini na 35. Zitakufunika kama kivuli. Kwa hiyo mtoto atakayezaliwa atakuwa mtakatifu, naye ataitwa mwana wa Mungu. Tazama, jamaa yako Elizabeth amechukua mimba katika uzee wake, na huu ni mwezi wake wa 6, yeye aliyeitwa tasa. Kwa maana kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Tafsiri yetu ya Biblia tuliyoizoea inasema, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu.
kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fumba macho yako tuombe. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa mbingu na nchi, asubuhi hii ya leo jifunue kwenye maisha yetu. Jifunue Mungu wa uweza. Sema nasi tuweke huru. Sema nasi tuweke kwenye mstari. Sema nasi tutie uzima. Sema nasi ongeza neema zako katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Sema nasi tuponye magonjwa yetu. Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Watu wote na tuseme amen. Hallelujah. Naomba basi akili yako itulie hapa. Na kama hakuna ulazima usipeleke macho yako kwingine, niangalie, itakuwa rahisi sana kuconcentrate. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila unapoona hoja nzuri iweke tu kwenye nukuu, andika mahali, unapopata muda unarudia. Watu wa imani ni watu wanaohakikisha maisha yao yana mwongozo. Unaandika ili urudie akili yako ilingane na kinachosemwa na neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Biblia hapa inatupa uelewa wa moja kwa moja kwamba Yesu Kristo alizaliwa na mwanamke mmoja anayeitwa Bikira Maria. Lipate kutimia neno ambalo Mungu alisema kwa unabii kwa kitabu cha Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Nitawapa ishara hii, bikira atachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni ishara. Na maandiko yameweka kumbukumbu za watu zaidi ya wako 6. Wanawake waliokuwa tasa, waliozaa kwa namna ya miujiza. Mungu alikuwa anaandaa akili za watu kufika kwenye uwezekano wa neno hili kutimia, ya kwamba bikira atachukua mimba bila nguvu ya mwanamume. Wako zaidi ya wanawake 6. Lakini yuko mwanamke mmoja ambaye tutakuwa tunamwangalia leo kama rejea, tukiwa tunamuunganisha pamoja na maisha ya Bikira Maria. Huyu anaitwa Sara. Alizaa mtoto kwa namna ya ajabu. Kwanza, wakati wa ujana alikuwa tasa. Labda mirija ilikuwa imeziba, labda tumbo lake la uzazi lilikuwa na shida. Kwa hiyo pamoja na kwamba mume wake alikuwa mzuri tu kwenye eneo hilo, kwa sababu aliweza kumpa mimba Hajiri, Sara hakuweza kuzaa. Na Mungu akaweka ikapita mpaka ikafika miaka 99. Ndipo mwanamke huyu akatunga mimba. Wakati huo alikuwa ameshakata tamaa, hawezi tena kuzaa. Kwa sababu kila mwanamke anapoona damu inaonyesha ya kwamba siku 14 nyuma, kama mambo yangeenda inavyotakiwa, angetunga mimba. Maana ile damu inavyotoka ni uharibifu wa kitu kinachoitwa mji wa mimba. Tumbo la mwanamke lilikuwa limejiandaa kupokea mbegu na kuikuza mpaka awe mtoto. Lakini basi haikuwezekana, basi ndio maana kunatokea hiyo. Sasa ilifika wakati hakuwa na huo uwezo tena. Maana yake uwezo wa kuwa na mtoto ulishaondoka.
uwezo wa kuwa na mtoto ulishaondoka. Lakini hata hivyo, Mungu alivyowatokea, Mungu alivyomjilia Sara na Mungu alivyomjilia Ibrahimu mume wake, neno la Mungu linasema Sara akatunga mimba, akazaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Isaka. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mwanamke anaitwa Elizabeth. Huyu naye alikuwa amezeeka. Umefika wakati ambao haiwezekani kwa mwanamke kwa namna yoyote kwamba atakuwa na mtoto. Kumbuka ni kipindi ambacho sayansi ilikuwa haijapanda kama tunavyoona leo. Elizabeth alishazoea tu kwamba mimi sitakuwa na mtoto tena, lakini Mungu akawatokea kiajabu, Elizabeth akapata mtoto. Haya mambo yote yalikuwa yanaitambulisha dunia uwezekano wa Mungu kutenda lolote. Hata andiko hapa limesema, kwa maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno. Biblia yangu nayoisoma kila siku ina kitu kwenye mabano, kwenye parentheses inasema, for no word from God is void of power. Hakuna neno litokalo kwa Mungu lisilo na uweza wa kujitimiliza. Hebu sema, kila neno lililotoka kwa Mungu lina uweza wa kujitimiliza. Kwa hiyo kama ulichosikia ni neno la Mungu, sio neno la mhubiri, ulichosikia ni neno la Mungu, hilo neno lina uweza, lina nguvu, lina power ya kutimilika. Haliwezi kuto kutimilika. Lisipotimilika, elewa tu, yalikuwa mawazo ya mwanadamu. Lisipotimilika, elewa tu, ilikuwa ni fikra za watu, ilikuwa ni mitazamo ya huyo aliyekwambia ni neno. Lakini kama ni neno la Mungu, ni lazima litatimia. Biblia inatuambia wakati imepita miezi 6 toka Elizabeth apate mtoto, apate mimba, malaika yule yule aliyetumwa kwenda kwa Elizabeth ndiye malaika yule yule akaja kwa Mariamu. Haleluya. Wakati malaika anaenda kwa Elizabeth, alipitia kwa mume wake aliyekuwa hekaluni. Tena alikuwa mahali panapoitwa patakatifu pa patakatifu kwenye hekalu ndani ya mji wa kifalme, mfalme Daudi, Yerusalem. Kwa hiyo yeye, neno la Mungu limemjia mahali sahihi, Yerusalem, mahali hekalu liliko. Tena wakati wa ibada, Zekaria akiwa anafanya mambo ya kikuhani, si kwa ajili yake tu, kwa ajili ya taifa zima. Bwana akamtokea na akamwambia mkeo atatunga mimba, na kwa sababu alibishabisha wakati mtakatifu namna ile, akafanywa bubu. Na yazungumza haya na sehemu katika ujumbe wangu. Zekaria alifanywa bubu kwa sababu maneno yake yaweza kuharibu kutimilika kwa neno la Bwana juu yake. Zekaria akafanywa bubu. Sasa miezi 6 baada ya hapo, mimba imeshaonekana, watu wameshasema ya kusema, bibi kizee Elizabeth, mkongwe Elizabeth,
Bibi Elizabeth sasa anajiandaa kuzaa. Tumbo hilo kabadilika mbibi wa watu. Mimba hiyo imejulikana, ndipo malaika yule yule akatumwa kwenye mji mnyonge kati ya miji ya Israeli. Akatumwa Nazareth. Hivyo unajua Nazareth ilikuwa karibu na Galilaya, ambao ulijulikana ni Galilaya ya mataifa. Galilaya ya mataifa, ambako huko ndiko inaaminika Eliya Mtishibi na Elisha mwana wa Shafati walitokea huko. Kwa maana Mungu alikuwa anaandaa Israeli kujua si kwa habari yao tu, habari ya huyu anayekuja kuzaliwa, habari ya Masiha, hata kwa ajili ya Israeli pekee yake, itakuwa ni kwa ajili ya dunia nzima. Ndio maana malaika alipowafikia wale wachungaji, aliwaambia ni habari njema za watu wote, habari njema za kila anayeitwa mtu, awe ni mbilikimo, madam ni mtu, ni habari njema kwa ajili yake. Mweupe, madam ni mtu, ni habari njema kwa ajili yake. Kwa nyie wote mnaonisikiliza hata kwa mtandao, mwelewe kuzaliwa kwa Yesu hakukuwa kwa ajili ya wazungu, hakukuwa kwa ajili ya Wayahudi, ni kwa ajili ya wote, Waarabu, Wachina, Wahindi, kila mtu ni kwa ajili yao, hata Waafrika. Habari za kuzaliwa kwa Yesu sio habari za dini ya wazungu, ni habari za watu wote. Yesu ametumwa kwa kila mwanadamu. Wewe unayezuia injili zizungumzwe, unayezuia injili zisemwe maeneo yako, kwa sababu nadhani kuzaliwa kwa Yesu ni scam, nakuambia mapema, unajiandaa kupotea. Maana kweli ya kweli ni Yesu Kristo. Yeye atakayewaleta wanadamu kwa Mungu ni Yesu Kristo. Hakuna okoaye kama si Yesu Kristo. Na hata kama habari zake zinashindikana kueleweka, sio ajabu, kwa maana ni fumbo ambalo Mungu amelitumia kuokoa ulimwengu. Acha kubisha, amini. Yesu Kristo ndiye Mwokozi pekee duniani. Haleluya, haleluya! Maana pekee ndiye aliyefufuka. Wengine wote waliotuletea habari za Mungu, hakuna aliyefufuka. Na tumwamini nani? Aliyetangulia au aliyekuja baadaye? Yesu ametangulia mambo haya yote. Sasa wanaotaka kuja kufanya editing ya kilichowekwa tayari, usiwasikilize. Punga mkono. Nazungumza kwa akili kubwa. Wanaoelewa wameelewa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu habari zake zikatamkwa kwa mwanamke kwanza maskini asiyejulikana, ambaye hata mlo wake wa siku haukuwa unafahamika. Hata yani kwa mazingira tu unayoyasoma hapo, unaelewa mwanamke huyu na ukoo wake hawakuwa katika hali nzuri kipindi kile, lakini ni ukoo wa kifalme, ni ukoo wa kifalme, lakini akiwa anakaa eneo lisilo na jina, eneo lisilo na heshima, Nazareti. Ndio maana mahali pengine pameandikwa, je, jambo jema laweza kutoka Nazareti? Upate kujua
na hii ikae ndani ya moyo wako. Inapokuja kwa habari ya mpango wa Mungu, inapokuja kwa kila alichokiwaza Mungu, yeye haijalishi unakaa pande ipi ya dunia, unakaa pande ipi ya mji, umezaliwa kwa nani, wewe urithi wenu ni upi. Hata kama huna jina, hata kama hujui mama, hata kama hujui baba, Mungu akiweka mkono wake juu yako, maisha yako yatamtukuza. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo muujiza ulitendeka kwa maneno ya malaika kwa mtu aliyekuwa Yerusalemu, na muujiza ukatendeka kwa maneno ya malaika kwa mtu aliyekuwa Nazareti, pembezoni mwa miji ya mataifa, eneo liloitwa Galilaya ya wamataifa. Neno la Mungu likamfikia. Si ajabu tunaona watu wanaokoka, wanaokokea baa. Tunaona watu wanaokoka, wanaokokea kwenye maeneo yasiyofikirika mtu angeliokoka. Mtu anaokoka akiwa amejipanga pamoja na wenzake kwenye mambo ya ukahaba. Mtu anaokoka akiwa ameenda kumtembelea mganga wa kienyeji. Neno la Mungu likija haliwezi kushindwa, kwa sababu mhusika linayemjia yupo kwenye mazingira yanayoweza kuwa watu wa eneo lile wana kasumba ya ubaya wake. Hilo halihusiani. Hebu sema halihusiani. Natoka kwenye ukoo wa wachawi, natoka kwenye ukoo wa watu wanaolewa, natoka kwenye ukoo wa makahaba. Neno likinijia, mazingira niliyozaliwa nayo hayahusiki. Hebu sema amen. Hebu sema tena amen. Kwa maana Mungu hategemei nilivyo kunifanya anavyotaka. Mungu hategemei eneo unalokaa kukubadilisha uwe utukufu wake. Eti kwa sababu uko Afrika, that is not withstanding. Kwa sababu wewe ni mwanamke, not withstanding. Kwa sababu ukoo wenu sijui ukoje, not withstanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideoni akasema natokea kwenye ukoo mnyonge katika Israeli, lakini Bwana akamwambia nenda ewe shujaa. Bwana anasema na wewe, anataka kutumie kwa mambo makubwa wakati huu. Haijalishi ulienda shule, haijalishi watu wanasema mzuri au mbaya, haijalishi watu wanasema una akili au huna, haijalishi uko wenu una pesa au hauna, haijalishi una mume ama huna, haijalishi una mke ama huna, au ulitaliki, maisha yako iliharibika, maisha yako yaliharibiwa na ulevi, maisha yako yaliharibiwa na uchawi, bado Bwana nalo neno, na akikujia halitimii kwa jinsi ulivyo, bali uweza wake aliye juu, uweza wa Roho Mtakatifu utakufunika, na kile kitakachotokea katika maisha yako ni kitakatifu. Bwana anataka afanye jambo lisilofanywa na mwanadamu. Bwana anataka afanye jambo lisilofanywa na mwanadamu katika maisha yako. Anayeelewa na kuniamini aseme amina. Ukiwa unapunga mkono sema haleluya. Roho wa Mungu atakujilia. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu alikuwa ukoo wa kifalme, lakini maskini, hohehahe, asiye na jina. Yusufu alikuwa ukoo wa Daudi,
ukoo wa kifalme, lakini maskini hohehahe bado Bwana aliwachagua. Bwana aliwachagua. Kuchaguliwa kwako hakutokani na umaalumu wa kwako binafsi. Kuteuliwa kwako kwa kazi mbele yako haitegemei ulivyo. Shakasikateri kama ilabo. Haitegemei ulivyo. Haitegemei umeachika mara ngapi. Haitegemei umeharibu na mara ngapi. Bwana anasema uweza wa aliye juu, naye ndiye aitwaye Roho Mtakatifu, atakufunika na kitakachotokea ni kitakatifu. Hebu sema amen. Sema tena amina. Bwana Yesu asifiwe. Usitarajie mimi naleta hapa maigizo, marejeo ya Krismasi na kuletea neno la Mungu. Punga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hebu tusome maneno haya. Tutaanza na Biblia hii yetu tuliozoea. Naomba angalia maneno wakati malaika wa Mungu anazungumza na Mariamu. Unajua, mara nyingi neno la Mungu linalotumwa kwenye maisha yetu halitimii. Tunaanza kushangaa tukidhani Mungu alikuwa anafanya mchezo. Kumbe kuna mazingira yanayosababisha neno la Mungu lisitimie. Tutajifunza leo tukiangalia maisha ya Mariamu. Hebu naomba utuonyeshe, utuwekee mstari wa 28. Mstari wa 28. Mstari wa 28. Naye malaika akaja kwake akamwambia, salamu wewe uliyebarikiwa, Bwana yu pamoja nawe. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Asubuhi ya leo nataka tuchukue haya maandiko, sio kwenye kuangalia simulizi ya kuzaliwa kwa Yesu. Tuyachukue maneno haya kama neno la Mungu kwetu. Ni kweli na tu taarifu ilivyotokea, lakini kwa kuwa imeandikwa, Biblia imesema kila neno limevuviwa, lafaa kwa mafundisho, lafaa kwa maonyo, lafaa kwa maelekezo. Neno la Mungu lilokusudiwa kuwafanya watu wayajue mapenzi ya Mungu. Hebu rudi leo, angalia nafasi ya Mariamu kama nafasi yako wewe. Mungu anasema na wewe. Haleluya. Mungu akaingia nyumbani kwake akasema, huyu ni malaika ametumwa, lakini neno la Mungu. He was just an errand from God, giving a special information. Huyu ni malaika wa Bwana kwa jina la Gabrieli. Haleluya. 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 Kwa jina la nani? Sio Jibrili. Jina la Gabrieli. Aliingia ndani ya nyumba akasema, salamu uliyepewa neema. Kila aliyeokoka amepewa neema. Kila aliyeokoka amepewa neema. Kwa nini malaika alitangulia na maneno haya? Hali ya moyo wa mtu anayeletewa neno na lile neno litimie, lazima iwe kwenye upande wa kutafakari na kupokea positively. Kwa hiyo moyo wake uliandaliwa awaze vizuri zaidi. Umepewa neema, umebarikiwa. Tafsiri ya neno hapo inasema umebarikiwa na Bwana yu pamoja nawe. Kila aliyeokoka Bwana yu pamoja naye. Sio wainjilisti tu,
sio wachungaji tu, sio mitume na manabii peke yao, sio viongozi wa makanisa tu. Kila aliyeokoka, Bwana yu pamoja nawe. Umeokoka? Umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Basi jua Mungu yuko na wewe. Hebu weka mkono wako hapa, sema Mungu yuko na mimi. Mungu yuko pamoja na mimi. Na Biblia ina rekodi wote ambao Mungu alikuwa pamoja nao walitenda mambo makubwa. Sema Mungu yuko pamoja na mimi. Sema tena. Sema tena. Haleluya. Halafu kwa sababu hiyo umebarikiwa. Hebu sema umebarikiwa. Sema tena, nimebarikiwa. Ila wengine wanajisemea tu, kwa sababu baada ya dakika 2 tu wataanza, nina laana. Laana ya ukoo, nina laana ya uchawi. Biblia inasema umekombolewa. Kama kuna laana unaweza ukaiwaza, rudishia kwa kusema nimekombolewa. Kila aliye katika Kristo Yesu na aseme nimekombolewa. Let the redeemed say so. I am redeemed. Hallelujah. 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 Na kama umekombolewa, wewe umebarikiwa. Na kama umebarikiwa, wewe unayo neema. Kuwa na neema ni kama alivyokuwa Yusufu. Kila alikokwenda palizaa. Kila alikokwenda, kwa maana hana mkosi. Kila anakokwenda panafanikiwa. Anapanda shamba linazaa. Anafuga mifugo inasimama. Chochote anachokifanya ni kwa sababu ni mtu mwenye neema. Neema yenyewe imetoka kwa Mungu. Neema yenyewe ni neema ya agano, haiondoki kwa chochote, ni neema ya Mungu. Hebu sema amina. Waefeso 1:3 inasema umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Nataka uamini hivyo. Sio kwa sababu hujaolewa basi una laana. Hapana. Sio kwa sababu huna mtoto basi wewe umelaaniwa. Wewe umebarikiwa kwa baraka zote. Haleluya. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu uliye naye ni yeye mwenyewe ndiyo baraka. Haleluya. Adamu alipoumbwa aliambiwa akabarikiwa. Baraka ni maneno yanayosababisha. Sasa hayatimii bila wewe kuyapokea. Elewa umebarikiwa. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Let everybody shout, I am blessed. Sema nimebarikiwa. Hata kama nyumbani kwenu wanakusema kwa lolote, wewe endelea kujua, akili yako iwaze na kuwazua, akili yako na moyo wako uamini, nimebarikiwa. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili, Mariamu akaambiwa Bwana yu pamoja nawe. Ni neno lile lile aliambiwa Gideoni, Bwana yu pamoja nawe. Bwana yu pamoja nawe. Kwa sababu Yesu yuko na wewe, kwa sababu umeamini katika habari za Yesu, Mungu yuko pamoja na wewe. Jambo la pili, sema Mungu yuko pamoja na mimi. Kwenye matatizo hupiti peke yako. Kwenye moto hupiti peke yako. Kwenye maji mengi hupiti peke yako. Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya. Hata wakati umelala unalia,
hauko peke yako. Hata uko ofisini umewekwa kiti moto, hauko peke yako. Danieli alisema mambo mengi, wafanyakazi wenzake wote wakawa kinyume naye, lakini Bwana alikuwa pamoja naye. Haleluya, haleluya. Usi unajali watu kuwa kinyume na wewe. Wanaweza wakawa kinyume na wewe kwa sababu zao. Watu kuwa kinyume na wewe si lazima iwe Mungu yuko kinyume na wewe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mwenye haki ni kama mbigili katikati ya wasio haki. Kwa hiyo usijali, hakikisha tu mahusiano yako na Mungu huja ya haribu. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Isaya 43 mstari wa 2 na wa 3 anathibitisha hata kama ni wakati wa maji mengi, yuko pamoja na wewe. Na Warumi 8 mstari wa 31, 32, 33, ikiwa Mungu yuko upande wako, nani atakayekuwa kinyume na wewe? If the Lord is for you, who shall be against? Biblia hii ya Kiswahili tuliyoizoea inatumia neno nani atakayekuwa juu yetu. Kwa wale ambao tumejifunza Kiswahili ukubwani, hatuwezi kuelewa maana yake nini. Maana yake nani awezaye kuwa kinyume na wewe? Endapo Mungu yuko pamoja na wewe, Mungu yuko upande wako, hakuna atakayeweza kuwa kinyume na wewe. Na kwa maana hiyo mambo yote unayoyaamini, kwa sababu hayajaanzishwa na mwanadamu, lazima yatakuwa. Hebu iambie nafsi yako, mambo yote yaliyoko moyoni mwangu nayo tamani yatimie, hayawezi kuzuilika. Hakuna kitakachosimama kikafanikiwa, kwa maana sijayaanzisha mwenyewe. Unakumbuka simulizi ile ya wanafunzi wa Yesu, twendeni ng'ambo? Halikuwa wazo lao, ni wazo la Bwana wao, ni wazo la master wao Yesu Kristo. Katikati kulipoanza dhoruba, baadaye hakuwaambia poleni wanangu, ila aliwaambia kwa nini hamkuamini? Na upepo haukuwadhuru, ulikuwa pima tu imani yao. Tumeambiwa tunaenda ng'ambo. Kwa nini mpaka mnaniamsha kusema hujali kwamba tunakufa? Hamkuamini bado, tunaenda ng'ambo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu lingine katika mstari wa 30, ndipo malaika akamwambia, usiogope Maria, umepata kibali kwa Mungu. Usiogope Maria, umepata kibali kwa Mungu. Hili neno ni neno linalozungumza kwa Mariamu aliyekuwa amepata Sunday school. Wao wakati ule hawakuwa wanaita Sunday school. Walikuwa wanafundishwa maandiko. Walifundishwa kuyaelewa, lakini pia walifundishwa kuyakariri. Tofauti na wengine wanaokaririshwa tu lakini hawaelewi. Si mnajua kuna wengine wanaojidai kwamba dini yao ni nzuri sana, lakini hata ukizungumza nao kwa kitabu chao wenyewe wanaanza kushangaa, kwa sababu wamekariri, hawaelewi. Mariamu alikuwa anaelewa. Kwa alipoambiwa umepata kibali, alikumbuka unabii, mwanamke bikira atachukua mimba na kumzaa mtoto na ataitwa Imanueli. Kwa hiyo alipokuwa naambiwa na malaika umepata kibali,
Maana yake alitakiwa bikira yeyote katika Israeli atimilize unabii huu. Basi mimi ndiye nimepata kibali katikati ya watu wote. Watu wengine wamechanganyikiwa. Hii haimpi Mariamu nafasi ya kuabudiwa, ila ni kweli lazima tumpe heshima, lakini sio kuabudiwa. Ni kama mtu mwingine anaweza akapewa neema akawa anafufua wafu, anaweza akapewa neema akawa anatenda mambo makubwa. Haimaanishi tuanze kumwabudu. Amepata kibali mbele za Mungu. Nataka nitangaze mbele yako, umepata kibali mbele za Mungu cha kuyatimiliza makusudi ya Bwana katika mji wa Dodoma, cha kuyatimiliza makusudi ya Bwana katika nchi ya Tanzania, cha kuyatimiliza makusudi ya Bwana katika eneo la Afrika Mashariki, cha kuyatimiliza makusudi ya Bwana Afrika yote, cha kuyatimiliza makusudi ya Bwana dunia nzima. Umepata kibali. Hebu sema ninacho kibali. Sema tena. Kibali maana yake neema, na neema maana yake kustahilishwa mahali ambapo hustahili. Maana yake kuwezeshwa katika eneo ambalo huwezi. Ibrahimu hakuwa wa pekee kati ya watu wote wa Mesopotamia. Kwanza walikuwa wanaabudu mizimu, kwanza walikuwa wanaabudu masanamu, ila Ibrahimu alipata kibali machoni pa Bwana. Hebu sema amina. Amen. Umepata kibali. Haleluya. Umeokoka leo, unacho kibali. Una Roho Mtakatifu, unacho kibali. Kuna watu wana akili, kuna watu wana tabia njema kuliko wewe. Wengine wana nguvu za mwili, wangeweza kufanya vizuri, lakini wewe umepata kibali. Umepewa Yesu, umepewa Roho Mtakatifu, umepata kibali. Haleluya. Hata watumishi wenzangu hapa, mmepata kibali. Sio kwamba hawa wengine wana upungufu, sio kwamba wengine huko duniani wana upungufu. Tembea ukijua umepata kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa na tafakari, nikawa naona Roho wa Bwana ananiambia jiweke kwenye nafasi ya Ibrahimu. Ibrahimu akapata kibali cha kuwa baraka kwa dunia. Hebu anza kujiona wewe ni baraka kwa dunia. Kuwepo kwako ni baraka kwa Tanzania. Kuwepo kwako ni baraka kwa mama aliyekuzaa. Kuwepo kwako ni baraka kwa baba aliyekuzaa. Kuwepo kwako ni baraka kwa mwenzio wa ndoa. Kuwepo kwako ni baraka kwa wanao. Wewe ni baraka. Umechaguliwa na Mungu, na neema ya Bwana itakuwa juu yako. Wewe ni mbeba utukufu wa Bwana, ulete kusikokuwa na utukufu. Wewe ni mbeba uzima wa Mungu, ulete mahali kuliko na mauti. Wewe ni mvunja mikatale iliyowafunga watu. Wewe ni mleta chakula mahali penye njaa. Wewe ni mponyaji kwa wagonjwa. Wewe ni faraja kwa wenye huzuni. Umepata kibali. Haleluya. Haya mambo matatu alipoambiwa Mariamu, ndipo akaambiwa Roho wa Bwana atakujilia. Aliposema neno hili la kumzaa Yesu, nawezekanaje wakati sina mume? Na mimi sijawahi kushiriki mambo yanayosababisha watoto. Mimi sijawahi kushiriki, nimejitunza, ni msafi. Ndiyo, nataka kuchumbiwa, nimeshachumbiwa, nataka kuja kuolewa, nimezifuata mila zetu, na ngoja harusi, ndipo nitakuwa na mwanamume. Itakuwaje mimba sasa wakati sijui mwanamume? Ndipo Bwana akasema naye, uweza wa Mungu. Hebu tusome kama ilivyoandikwa.
rabakoshanderebe kama ilabo ikandona rimakashanda remekosanderebe kama ilabo rababosakata rekondera mayanda. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Hebu sema, Roho Mtakatifu atanijilia juu yangu. Sema tena, haleluya. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Unapona kwenye ugonjwa huo, usiseme nitaponaje. Ni ugonjwa usiopona. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Na kwa hiyo kitatendeka kisichotendeka na mwanadamu. Nitawezaje kuzaa? Nimepata ahadi ya uzao wakati sasa na miaka 40. Nitazaaje? Nina miaka 45. Nitazaaje? Ndio maana kuna yule mwanamke ushuhuda wake una trendi mtandaoni. Alikuwa na miaka 66. Haikuwa kanuni za kisayansi, ni kwa imani tu kwa Mungu. Amezaa watoto, tena ni mapacha. Inawezekana, kwa sababu hata kumbukumbu za maandiko zinatupa mke wa Ayubu akiwa ameshazaa watoto 10 wakafa, bado Mungu alimjilia akazaa watoto, sio kwa mpigo, mmoja baada ya mwingine, watoto tena 10. Watu wasioamini ndio wanaosema tu ile ilikuwa ni allegory, ile ni mfano, haikuwa matukio halisi. No, Biblia ingesema ni mfano. Mbona kuna mahali pameandikwa mfano? Lakini hiyo haikuandikwa mfano, ni tukio. Inawezekana hata kibibi kutunga mimba, inawezekana. Kwa hiyo mwanamke bikira inawezekana kutunga mimba akazaa mtoto. Na Mariamu ndiye ametupa mfano. Tumeona, kwa maana hakuna neno lisilowezekana. Kumbe inawezekana magonjwa yasiyo na tiba kupokea nguvu kutoka juu na magonjwa yakaachia. Inawezekana uvimbe kwa nguvu ya Mungu uvimbe ukaondoka. Inawezekana kansa kuachia maisha ya mtu. Inawezekana maskini asiye na baba wala mama, asiye na mtaji wala hakusoma, hana shule wala nini, hana mume, kuinuka kawa milionea. Inawezekana, kwa sababu uweza wake aliye juu, baada ya Roho Bwana ukujia, ukapokea nguvu, utakuwa mtu yule ambaye Mungu ametaka uwe. Nasema utakuwa mtu yule ambaye Mungu ametaka. Ujue tu unacho kibali cha Bwana. Ujue tu ya kwamba umechaguliwa, na neema yake Mungu iko pamoja na wewe. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Roho wa Mungu atakujilia. Roho wa Mungu atakujilia. Imeandikwa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, lakini nchi ikawa ukiwa. Hapo mwanzo Mungu aliyaumba maisha yako. Yalikuwa na utele wote, yalikuwa na kila kitu anachotamani wanadamu, ila ulitokea ukiwa kwa sababu ya kazi ya Ibilisi, kwa ruhusa ya dhambi. Kukatokea utupu. Kumekuwa na mapungufu mengi katika maisha yako, ni matokeo ya anguko. Kukawa na giza, hakuna matumaini kwa sababu ya anguko. Lakini Roho wa Mungu alitulia
juu ya vilindi vya maji. Na wewe mwanadamu ni maji 75%. Roho wa Mungu ametulia juu ya maisha yako. Hata wale walioko kule kwenye baa, Roho wa Bwana ametulia juu yao, anangoja neno. Nami sasa ndio nalitamka ya kwamba wewe ni mtu mkuu. Hata kama ulijiona mnyonge, hata kama ni vipi, kumbuka wewe ni mwana wa kifalme, lakini unaishi maisha ya mtumwa, na Bwana anasema umechaguliwa. Usiseme itawezekanaje, uweza wake aliye juu utakufunika. Anasema nataka nikutume uokoe Afghanistan, nataka nikutume uokoe Iraki, nataka nikutume uokoe Iran. Usiseme itawezekanaje wakati sijasoma. Roho wake aliye juu atakujilia, naye atakupaka mafuta, utatenda yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uweza wake aliye juu utakujilia, uweza wake aliye juu. Nakumbuka juu ya mama mmoja Mganda, hakuwa anajua kusoma sana, hakuwa ameenda shule, ameishia tu darasa la ngapi sijui. Pamoja na kwamba Waganda wanakuwa wanajua Kiingereza, yeye hakuwa anajua kwa sababu hajaenda shule. Alikuwa anajua Kiganda tu. Mungu akamtokea akamwambia, nimekuokoa, utahubiri dunia nzima. Akasema itawezekanaje wakati sijaenda shule? Bwana akamwambia, nimekuchagua. Kama ilivyokuwa kwa Musa, nilimpa mtafsiri wa maneno anayopewa na Mungu, hata kama hawezi kuyasema maana ana kigumizi. Na wewe nitakupa mtu, utaipeleka injili yangu. Yule mama, watu walikuwa wakimwona hivi wanamdharau, lakini Mungu alimtumia kwa miujiza isiyowezekana kikawaida. Watu wakawa wanamsikiliza, watu wa kila namna. Amezunguka dunia nzima akihubiri habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuchagua, na Mungu yuko pamoja na wewe, na yote aliyoyasema kwenye maisha yako atayatimiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna neno hapa nataka ukalione. Mstari wa 36 unasema, tazama jamaa yako Elizabeth amechukua mimba katika uzee wake, na huu ni mwezi wake wa 6, yeye aliyeitwa tasa. Kwa maana kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Mungu kwa lugha nyingine alikuwa anasema, an era of the miraculous is now beginning. Sasa kunaanza kipindi, na sasa kunaanza watu. Hili litakuwa ni kabila kabisa la watu wanaoishi kimiujiza, ambao maisha yao ni miujiza. Watu wasiokuwa wa kawaida watatokea kwa sababu ya haya. Angalia, hata jamaa yako Elizabeth ni mjamzito, kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Nataka niwaambie wana wa Mungu, unabii wa Mungu kwa kinywa cha Musa kwenye kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 10, ya kwamba kutakuwa na miujiza isiyokuwa ya kawaida kwa watu wenye ushirika na Mungu wa agano lake. Ndiyo imewezekana kwa sababu ya kuwepo Yesu. Wana wa Mungu, sisi tunapokea namna ile ile aliyopokea Mariamu. Tumepokea wokovu kwa Yesu kweko ndani ya mioyo yetu, na kwa sababu hiyo Roho wa Mungu anatujilia. Tunakuwa sio wa kawaida,
tunakuwa sio wa kawaida. Nataka niseme kwako, Mungu atendaye mambo yasiyokuwa ya kawaida anataka uwe tayari, anataka ujiachie, akutumie. Yupo, anataka atende, aokoe mme wako, aokoe mke wako, aokoe watoto, aokoe bosi wako, aokoe uchumi wako. Mungu wa miujiza ndiye Mungu wa wokovu. Hukuokoka uingie kwenye dini ujue nywele unatakiwa ziweje, nguo unatakiwa ziweje, uongeeje. Hapana, umeokolewa uwe mtu wa miujiza, utembee na moto, uharibu ufalme wa giza. Wengine wakisikia namna hiyo wanasema mchungaji ameruhusu tuvae vyovyote. Simsemi hivyo, ile sitaki wewe uelewe kwamba uvaaji wa namna fulani ndio wokovu. Sio. Wewe umeokolewa, sio ufuate dini fulani. Tukishaanza kukuwekea ukifanya hivi na hivi, hivyo ndio sawa, hiyo ni dini. Wewe umeokolewa uwe na ushirika na Yesu, na kila siku isikie sauti yake. Wale wasikiao na kuongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Umekuja hapa tuendelee kukutengeneza. Wewe ni mwana wa Mungu, na mwana wa Mungu ni kama Petro, anatembea juu ya maji kama Yesu alivyotembea, anazidisha mikate kama Yesu alivyozidisha, anafufua wafu kama Yesu alivyofufua, anaishi maisha matakatifu kama Yesu alivyoishi. Kila neno la kinywa chake linatimia. Hebu sema amina, sema tena amina, sema haleluya. Nikawa na tafakari neno la Bwana, nikashangaa neno la Bwana la unabii. Ibrahimu takuwa baba wa mataifa lilianza miaka 75 nyuma, akiwa na umri wa miaka 75, lakini umebakiwa mwaka mmoja ndipo anaambiwa atahiriwe. Maana yake tunapoangalia Wakolosai 2:12, kutahiriwa kwao walio katika ufalme huu ni toba, ni watu kugeuka, ni watu kuelewa neno la Bwana. Lakini haishi hapo. Watu wa ufalme ni watu wa namna hii. Angalia Warumi ribakoshanderebe kama ilabo yesekendo nalimakoshanda. Angalia Warumi sura ya 3. Biblia inasema katika ule mstari wa 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi wa katika Kristo Yesu, yeye ambaye Mungu alimtoa awe dhabihu ya patanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Tumepatanishwa na Mungu, tunacho kibali mbele za Mungu, tuna ushirika na Mungu kwa damu ya Yesu. Neno linaendelea kusema mstari wa 28 katika sura hiyo hiyo, anasema kwa maana twaona kwamba mwanadamu huhesabiwa haki kwa njia ya imani, wala si kwa matendo ya sheria. Tunaona tena sura ya 4 ya Warumi, Biblia inasema katika mstari wa 3, kwa maana maandiko yasemaje? Abrahamu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake ni imani. Neno linaendelea kusema wamebarikiwa wale ambao wamesamehewa makosa yao. Huo ni mstari wa 7 sura hiyo ya 4, na ambao dhambi zao zimefunikwa. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii hatia. Wewe hapo ni heri kama Mariamu, umehesabiwa haki. Wewe ni heri. Haleluya. Na hao walio heri ndio ambao Bwana anawajilia na kufanya yasiyowezekana. Sara akapata mtoto katika uzee wake kwa sababu Bwana alimjilia. Bwana naona amekujilia, na kwa neno hili anasema unakuwa mtu yule ambaye Bwana amesema. Ila liko sharti, lazima uwe kwenye agano, na agano lenyewe ni kwa tohara.
na tohara yetu ya sasa ni toba. Tohara yetu ya sasa ni kuamini kwa ukamilifu alichofanya Yesu kwa ajili yako. Usiwe kwenye dini, uwe kweli na ushirika na Mungu, ya kwamba umeokoka kwa nguvu ya damu ya Yesu, ya kwamba umezaliwa upya kwa nguvu ya ufufuo. Bwana kufanye chombo kipya, ukawe sababu ya utukufu kwa dunia, kwa Mungu aliye hai. Watu wamwone Mungu kupitia wewe. Tunavyotafakari kuzaliwa kwa Yesu, tujue ni Mungu amekuja kwa wanadamu, na ndio maana aliitwa Imanueli. Sio mimi hapa, aliitwa Imanueli kwa maana ya Mungu atakuwa pamoja na wanadamu. Ndiyo ishara ya bikira kutunga mimba akazaa mtoto. Hebu wana wa Mungu tuamini na tuanze kuishi maisha ya tofauti. Bwana anataka tuwe tofauti, tuanze kuishi maisha ya tofauti, tuanze kuona wema wa Mungu. Maana Mungu wa Eliya ni Mungu wetu, Mungu wa Elisha ni Mungu wetu, Mungu wa Musa ni Mungu wetu, Mungu wa Yoshua ni Mungu wetu, ni Mungu wa mazidisho, ni Mungu wa matendo ya ajabu. Yule Mungu aliyezidisha mafuta ya mjane ndiye Mungu yule yule unayemwamini. Yule Mungu aliyezidisha mikate kwa mikono ya Yesu Kristo ndiye Mungu yule yule unayemwamini. Yule Mungu aliyezidisha unga kwa mikono ya Eliya ndiye Mungu yule yule unayemwamini. Inakuwaje Mungu huyo amebadilika? Wewe unalialia wakati unaye Mungu yule yule wa Musa. Kwa nini bahari yako haigawanyiki? Mungu yule yule wa Yoshua, ni kwa nini mto wako haugawanyiki? Mungu yule yule wa Eliya, kwa nini maadui zako hawaliwi na moto? Bwana Mungu anasema huu ndio wakati anataka ainue kizazi chake. Wewe anza kusimama, acha kulalalala, acha kuwa unazubazuba, unaweka a disgrace to the kingdom. Wewe ni chombo. Stop to be a liability. Now start being an asset to the kingdom of God. Bring profit. Bring profit to the kingdom. Arise and shine, for your glory is come. Rabakoshanda rebekama ilabo yekonda nula makulira yababosa rekotari bakosinda yekonda nula makulira yababosaka rekotari bakosinde nienderebe koma ilabo yandora baba yandara bakosanda rebeka mekonda nula makulira yabosakata rakatora bakosinde yikandana na mawinda. Haraka tuangalie mistari hii. Ayubu 26 mstari wa 14. Haya ni mambo madogo tu katika matendo yake. Tazama jinsi ulivyo mdogo mnong'ono tunaousikia kumhusu. Ni nani awezaye kuelewa ngurumo za nguvu zake? Wana wa Mungu, Mungu unayemwamini ni Mungu anayeweza kuondoa shida unayoiona. Sekunde ni ndogo, sekunde ni kubwa. Ataondoa shida ulizo nazo, ataondoa umaskini na uteka ulionao, ataondoa magonjwa nayo. Kinachozuia ni imani yako, kinachozuia ni toba yako. Hujamwangalia kama Mungu wako, unamwangalia kama Mungu wa mhubiri, unamwangalia kama Mungu wa kanisa lenu, haumwangalii kama Mungu wako. Mungu anataka aonekane. Angalia Ayubu sura ya 8. Sura ya 8, tuanze na mstari wa sura ya 5. Sura ya 5 mstari wa 9. Yeye hutenda maajabu yasiyoweza kutambuliwa, miujiza yake isiyoweza kuhesabika. Yeye hutenda maajabu yasiyoweza kutambuliwa. Hebu sema, Mungu wangu ni mtenda maajabu. Tena hayo maajabu hayafanyi Januari alafu akakaa likizo anakuja kufanya Disemba. Ni mtenda maajabu yasiyoweza kuhesabika.
huwainua juu wanyonge, mstari wa 11, nao wale waombolezao huinuliwa wakawa salama. Dunia ya leo utakuta mtu kama ni mjane, labda kama mama Chibaya hapa, anajisifia ujane wake ili apate huruma. Natolea mfano tu, lakini hao waliolia Mungu anataka kuwainua. Dunia nzima kanisa limefadhiliwa na wajane. Sio kwamba ukiwa mjane ndio uanze kulialia. Biblia inahesabu wajane wa miaka 60. Bado hujafikisha miaka 60, wewe ni baraka kwa dunia. Lakini hata ukifikisha miaka 60 ni kuchagua kuwa mnyonge wa kuhurumiwa au kuwa mtu mwenye nguvu. Mimi nachagua kwa upande wa power. Haleluya, haleluya. Wazazi wangu wote mnawajua. Baba yangu alikuwa mlemavu wa kusema na wa kusikia. Mama yangu bado yupo, ni mlemavu wa kusema na kusikia. Lakini sijawahi kuwaona hata siku moja wanaombaomba hata kwa ndugu zao. Wametulea kwa ujasiri. Inakuwaje wewe hutaki kumwamini Mungu? Kwanza hawako wanamjua Mungu. Wewe nataka nikwambie, Mungu anaweza. Achana na kujiona mnyonge, achana na kuona huwezi. Wewe ni simba wa kabila la Yuda, unangoja kula mawindo. Orabosakata, wewe ni simba aliyelala. Tena sio simba dume, ni simba jike ambaye akiinuka, the jungle trembles. The jungle trembles when a lioness stands for her cubs. Mwitu huwa unatetemeka wakati simba jike akisimama kwa ajili ya wanawe. Yuko tayari kwa chochote kwa ajili ya wanawe. Kwa nini wewe unakuwa mnyonge? Yesu wa Nazareti amezaliwa ili akae ndani mwako. Yesu wa Nazareti amezaliwa ili Roho wa Mungu akujilie na uwe mtu asiyekuwa wa kawaida, unayetenda makuu kwa jina la Bwana, unayetenda makuu kwa jina la Bwana, unayetenda makuu kwa jina la Bwana. Sema amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Mjane huyu hapa anampenda sana, yaani anabariki wajane wenzie. Huyu hana mchezo. Sadaka zake hapa kanisani hazina idadi, lakini ni mjane. Mungu akufanye kuwa tofauti. Eti kwa sababu sina kazi. Nani kakwambia ukiwa huna kazi huwezi kuwa na kitu? Nani? Wewe ni baraka. Angalia kilicho mbele yako. Mungu anataka kukufanya we financial wa kanisa. Sio kwa kutegemea mshahara wako tu, utatumika pia. Lakini wewe angalia, mwambie Mungu, nifanye nini niwe baraka kwa kanisa langu? Kanisa langu linahitaji TV station, kanisa langu linahitaji radio station, kanisa langu nataka kwenda dunia nzima liipeleke injili hii. Nifanye nini Mungu wangu? Roho Bwana atakujilia na atakufanya kuwa wa tofauti. Nataka nisaidie wajane, nataka nisaidie yatima, niwe baraka kwa watu wenye shida. Nataka niwe najenga makanisa na wakabidhi wachungaji. Bwana atakuwezesha, mkono wake aliye juu utakujilia. Nataka nijenge shule, watu wao wanasoma hata wasio na fedha. Bwana atakujilia, atakupa kuwa baraka. Dunia yote inangoja watu wa namna hiyo. Arise. Nasema arise. Nasema arise. Acha kujihurumia. Rabo sakata rekonda nura mainda. Mstari wa 12. Huipinga mipango ya wenye hila ili mikono yake isifikie ufanisi. Wote wenye hila kinyume na wewe, Mungu kazi yake ni kuipinga mipango yao. Kwa nini wewe mipango yao inafanikiwa? Mpango wa kukuibia mume unafanikiwa. Mpango wa kuharibia ajira yako unafanikiwa. Mpango wa kukuharibia biashara yako unafanikiwa.
Mpango wa chochote unafanikiwa. Mpango wa kumchukua mchumba wako umefanikiwa. Kwa nini? You are not standing. 8 Ayubu mstari wa 20, hakika Mungu hamkatai mtu asiye na hatia, wala kuitia nguvu mikono ya mtenda mabaya. Bado atakijaza kinywa chako na kicheko. Bado mwaka 2025 haujaisha. Ulioyaomba na kuamini, Bwana atayatimiliza. Kicheko chako kiche. Ndio. Na njia za Mungu zipo pia katika mambo magumu tusiyoyajua. Wana wa Israeli watajirishwa kupitia vita. Vita ikaja wakasema twafa. Lakini vita ile hawakupigana, kazi ikawa ni kubeba tu nyara. Siku 3 wanabeba dhahabu, fedha, mavazi ya thamani. Wale watu walienda vitani eti na mabegi yenye dhahabu. Unaweza kujiuliza, Mungu ni wa ajabu, njia zake hazitafutikana. Haleluya. Sura ya 9 mstari wa 8, yeye peke yake huzitandaza mbingu na kuyakanyaga mawimbi ya bahari. Hutenda maajabu yasiyopimika, miujiza isiyoweza kuhesabiwa. Yeye. Now you can stand on your feet. Wana wa Mungu, ujumbe wa leo sio wa kusikia ili ufurahi ulumbilile fijo kama ni Mnyakyusa useme. It's a message to challenge you. Ni ujumbe wa kukuamsha kama alivyoamshwa Mariamu, kuanza kuyaona yasiyowezekana. Yote yawezekana kwa kaaminie. Nyosha mikono yako miwili juu. Hebu sema naamini. Yesu alizaliwa na bikira, na hapo alipozaliwa alipofikisha miaka 33 alikufa msalabani. Ninaamini alipozikwa baada ya siku 3 alifufuka, yu hai milele. Yeye ndiye misingi ya uwezo wangu wa kutenda miujiza. Yeye ndiye msingi wa uhalali wangu wa kupokea muujiza wowote kutoka kwa Mungu. Wowote kutoka kwa Mungu. Sasa kaa kimya. What is your challenge before you? Changamoto yako ni nini? Mpaka nanyi watoto mmesikia, mnaelewa. Umri wenu ni mkubwa tu, unaweza kaelewa. Changamoto ulionayo mbele yako ni nini? Siku moja watoto wangu waliomba na mama yao, walimwambia mbona sisi hatuna TV? Kwa sababu walikuwa wakienda kwa jirani wanakuta TV. Mama akawaambia Mungu ndiye anavyo, ombeni. Kwa hiyo akawashika mkono, wakaomba pamoja naye tupate TV. Kwa hiyo watoto wanazo changamoto. Siku nyingine walisema kwa nini sisi hatuna gari? Hivyo mama yao akawaongoza, tuombe Mungu atupe gari. Baba yenu hana, lakini Mungu wa mbinguni anayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi haya, hata watoto, nataka ushiriki. Una chochote unachoona Mungu afanye. Unajua baba yako ameshindwa, unajua mama yako ameshindwa, lakini yuko Mungu wa mbinguni anayeweza. Ni ugonjwa ndio unaokusumbua, tumbo lako, damu, ni kifua, ni kichwa, ni kwamba una kifafa, ni kwamba huna uzao, ni kwamba unatamani kuolewa, ni kwamba unataka ndoa yako ikae vizuri, ni kwamba unataka ajira, kule kwenye ajira unayo ila unataka ongezeko, au unataka ajira nyingine. Hayo yote yapeleke mbele za Mungu, hakuna lisilowezekana. Lakini jambo la mwisho nalotaka watu wote mwende mbele za Bwana kwa ajili yake ni wewe kuinuliwa, kuingia hatua nyingine ya maisha.
Usikubali kuwa ni mtu wa chini. Toka siku ile Mariamu amekubali kuwa mama wa Yesu, kwa kuwa Mungu amemchagua. Mariamu toka siku hiyo alikoma kuwa wa kawaida, na wewe toka umempokea Yesu umekoma kuwa mtu wa kawaida. Mungu anataka akuinue, anataka akuinue sio kiroho tu, anataka akuinue hata kiuchumi. Neema yake iko leo. Nataka umwamini Mungu, nataka umwamini Mungu. Dakika 2 nakupa. Dakika 2 sasa nakupa. Dakika 2 nakupa mtu wa Mungu. Dakika 2 nakupa. Muda wetu umeisha, lakini tunaweza kabisa kupokea kwa dakika hizi chache. Mwambie Mungu, what is your challenge as we contemplate on the miracle of the birth of Jesus? Changamoto ulionayo ni nini? Believe in his power. Amini katika uweza wake. Amini katika uweza wake. Amini katika uweza wake. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Rakotari bakusi. Randori abasika. Rekantari aba. Randori abakuri aba. Rakantari aba. Rakanyosha mikono yako miwili juu. Rakantaria bakuriaba. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Rakantaria basika. Fumbua kinywa chako umshukuru Mungu sawa sawa na neno la Mungu ambalo tumelipokea katika siku ya leo ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Bwana na mfalme wetu Yesu Kristo. Tumishi wa Mungu amesema ya kwamba tumepata neema, tumepata kibali machoni pa Mungu. Ona kwamba umepata kibali. Naona ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Naona ya kwamba umebarikiwa. Rakantaria basika. Randoria bakuriaba. Rekantaria basika. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Rakantaria basika. Kuna jambo gani ambalo wewe unaliona ni gumu kwenye maisha yako? Na ndio maana neno la Mungu limekuja kwetu katika asubuhi ya leo ya kwamba Roho Bwana atakujilia. Nataka nikwambie, ikiwa Roho Bwana atakujilia, kila changamoto kwenye maisha yako itakoma na kila jambo unalolihitaji litafanyika. Rakantaria basika. Roho Bwana alimjia Bikira Mariamu aliyepata neema, aliyepata kibali na kilichozaliwa kikawa kitakatifu. Ndivyo ambavyo neno limekuja kwetu katika asubuhi ya leo ya kwamba Roho Bwana atakujilia na kitakachozaliwa kitakuwa ni kitakatifu. Rakantaria basika. Randoria bakuriaba. Rakantaria basika. Roho Bwana akujilie juu yako. Roho Bwana akujilie juu yako. Roho Bwana akujilie juu yako. Natangaza Roho Bwana akujilie juu yako. Roho Bwana akujilie juu yako. Fumba macho yako. Nyosha mikono yako miwili juu. Ona Roho Bwana akikujilia juu yako. Rakantaria basika. Randoria bakuriaba. Rakantaria basika. Kwa jina la Yesu. Rakantaria basika. Rando, nyosha mikono yako miwili juu. Nyosha juu kabisa. Napendwa, neno la Mungu linapokuja kwetu lina makusudi maalum kabisa. Roho Bwana anatujilia na kila iliyo changamoto haitakuwa changamoto tena. Na kila iliyokuwa changamoto haitakuwa changamoto tena kwenye maisha yako. Kamata neno hilo ya kwamba Roho Bwana anakujilia. Ndio yuko ndani yako, lakini anakuja juu yako. Atakufunika kama kivuli, na kitakachozaliwa itakuwa ni cha kimungu, itakuwa ni kitakatifu. Akatariaba rababoshaka randoriabasika. Nyosha mikono yako miwili juu. Nitataka tuamwita Roho Mtakatifu mara 7 ili juu yetu, na baada hapo mtumishi wa Mungu atatamka neno la baraka. Nikisema mara ya kwanza utasema Roho Mtakatifu, ukiwa na imani kwamba anakujilia juu yako. Mapendwa, leo ni siku ya kupokea miujiza. Mtumishi wa Mungu amesoma mstari kutoka 34 mstari wa 10 ya kwamba Mungu anakwenda kufanya miujiza ya ajabu kwenye maisha yako. Amini neno hilo, mtu wa Mungu. Ni swala la kuamini tu. Kitakachofanyika ni muujiza. Maana yake hakitafahamika katika akili za kibinadamu, hakitajulikana
muujiza. Ikiwa asubuhi ya leo utataka kupokea muujiza sawasawa na neno la Mungu thibitifu, tunakwenda kupokea muujiza. Nikisema mara ya kwanza, utaita Roho Mtakatifu. Mara ya kwanza. Mara ya pili, Roho Mtakatifu. Mara ya tatu, Roho Mtakatifu. Mara ya nne, Roho Mtakatifu. Mara ya tano, Roho Mtakatifu. Mara ya sita, Roho Mtakatifu. Mara ya saba. Ondariaba kuriaba, rakatariaba, 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 rakatariaba. Ona muujiza wako, ona muujiza wako, ona muujiza wako, ona ajira yako, ona mumeo, ona watoto wako, ona kuinuka kwa biashara yako, ona ukiwa milionea, ona ukiwa mtu mkubwa, ona ukiwa mtumishi wa Mungu mkubwa, ona. Ona uzima wako, ona uponyaji wako, ona afya yako, ona watoto wako wakinuliwa. Rakatariabasika randariaba. Nyosha tena mikono yako miwili juu. Mpendwa mtu wa Mungu, siku ya leo inaweza kuwa ni siku ya maana sana kwako, na ukasema kumbukizi la kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwaka 2025 nimepokea muujiza. Waweza kuifanya wewe mwenyewe. Siku ya leo ikawa ni siku ya muujiza. Ni kwa kiwango ambacho umelipokea neno. Ni kwa kiwango, ni kwa kiwango, ni kwa kiwango. Neno limekuja kwa ukamilifu. Tumepata neema. Bwana yu pamoja nasi. Tumepata kibali. Tumebarikiwa. Neno limekuja kwa ukamilifu. Ni swala la kulipokea neno. Ni swala la kuliamini neno. Rakatariaba. Nyosha mikono yako miwili juu sasa. Ondariabasika. Ninataka kuruhusu mtumishi wa Mungu ili atamke matamko ya baraka kwa ajili yetu. Ondariabasika. Maisha yako yakaakisi uwezo wa Mungu utendao kazi maishani mwako. Kila lango mbele yako liwe wazi, unalokusudia likawe, ukafanikiwe, uwe mmoja waliobarikiwa, uhesabiwe kati ya mamilionea, uhesabiwe kati ya wapaka mafuta, uhesabiwe kati ya waliopata kibali na upelelezi, ukawe mmoja watakaoishi maisha marefu yenye fanaka na baraka katika jina la Yesu. Usiwe mzazi mwenye kulia, uwe mzazi mwenye kucheka. Bwana wafanye watoto wako kuwa heri duniani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mashemasi tukalete vitu kwa ajili ya ibada ya meza ya Bwana. Roko shantaya. Tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ili utolewe mwili utakaokuwa sababu ya ondoleo la dhambi za maisha yetu. Usiku ule aliotolewa, alitoa mikate akasema, twaeni mle, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Yesu alipokuwa anazaliwa ilikuwa ni kwa lengo awe na mwili wa kibinadamu, Mungu awe na mwili wa kibinadamu, na akazaliwa, na kupitia mwili wake huo akamharibu shetani, akaharibu kifo, akaharibu laana, akaharibu magonjwa. Tunakwenda kushiriki tukiamini. Baba,
tunaomba mkate huu ukafanya kazi hiyo kama ulivyosema, kwa jina la Yesu. Vivi hivi baada ya kula alitwaa kikombe akasema, hiki ni kikombe cha agano la damu yangu, twaeni mnywe kwa ukumbusho wa mauti yangu. Leo tunakwenda kutumia tena maji haya ya mzabibu, tukikumbuka kwamba Yesu aliteswa hata akafa, na kufa kwake kulisababisha damu ikatolewa. Lakini alipokufa baada ya siku 3 alitoka kaburini, yu hai na alipaa juu sana, akashinda nguvu zote za asili na nguvu zote za rohoni zinazokandamiza maisha ya mwanadamu. Tunaposhiriki kikombe hiki, tunatangaza kwamba alikufa na kufufuka. Twajua atarudi tena, na nguvu zake zinafanya kazi katika maisha yetu. Wema wake na uweza wake uone katika maisha yetu kikamilifu. Baba, tunaposhiriki ikawe halisi. Twapambanua mikate hii ni mwili wako, twapambanua maji haya ya mzabibu ni damu yako, na tunapokula twapokea uzima. Twaamsha imani yetu katika wewe iwe halisi zaidi. Ni kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye juu. Watumishi wa Mungu watangulie, nenda pale, na sisi wengine wote tuendelee kushiriki kwa maelekezo ya mashemasi wetu. Rabo sakento na makushanda andada kama yalabo robo sakanta na makunda rikanda na makunda da kama yalabo uraba sakanda na maina rikanda na maina da kama yalabo rabo sakata rikato bakusinda yekona na maina oko shekena oda ya oda oko shekena See
damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu Simama mahali pale ulipo. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 11 unasema, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Na walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Bwana Yesu asifiwe. Kama kawaida yetu, inawezekana ukawa umejiandaa pia na sadaka yako ya Christmas, utatoa na sadaka ya kawaida. Naomba tunyoshe mikono yetu miwili juu. Emmanuel, 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 Mungu nasi adhihirishwa, Emmanuel, 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 Nyosha mikono yako miwili juu. Emmanuel, mtumishi wa Mungu amesema ni moja kati ya ishara ni kwamba Mungu aliacha enzi yake na utukufu, akaja duniani kukaa pamoja na wanadamu, na ndio maana akaitwa Emmanuel, yaani ni Mungu pamoja nasi, ni Mungu ndani yetu, ni Mungu ndani ya mwanadamu. Ndio maana napenda kwamba tufanye ukiri huu. Emmanuel, 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 Wenzetu wengine wanasema kwamba siku kama hii ya leo utake Yesu azaliwe kwenye maisha yako, lakini sisi tunasema ya kwamba siku kama hii ya leo
Tunataka Yesu aendelee kudhihirika katika maisha yetu, maana tunajua ya kwamba yuko ndani yetu. Unapotamka maneno haya Immanueli, tunataka kwamba Mungu aendelee kuwa ndani yako. Unalihuisha agano la kwamba Mungu yuko ndani yangu na aendelee kudhihirika. Immanueli, leo tusingekuwa vifua mbele tukiwa tumepata wokovu, lakini kwa sababu alikubali kuzaliwa kama mwanadamu, tunakushukuru, tunasema asante. Ni katika jina la Yesu Kristo wote na tuseme amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Makofi na shangwe.
watu wa Mungu, wenzetu wengine walikuwa na mkesha, lakini sisi tumekuwa na ibada hii. Ndani ya mioyo yetu tumejawa na shukrani na furaha kubwa kabisa. Leo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alizaliwa. Bwana asifiwe. Sema alizaliwa. Bwana asifiwe sana. Mwalimu wetu wa neno la Mungu anasema inawezekana ikawa siku ya tarehe 25, lakini amefanya nini? Lakini alifanya nini? Lakini alifanyaje? Kwa hiyo ni haki kabisa kusherehekea. Bwana asifiwe. Wengine wanaona hakuna umuhimu wa kusherehekea, lakini sisi tunaona kwamba kuna umuhimu wa kusherehekea. Maana asingalizaliwa tusingalipata wokovu. Na unajua siku ile wakati malaika, Biblia inasema walitokea malaika siku ya kuzaliwa kwake, ilikuwa ni shangwe kubwa. Walikuwepo wachungaji walikuwa wamewekeana zamu. Biblia inasema mwanga ukang'ara kabisa, wakaogopa. Lakini malaika akamwambia, msiogope, nimekuja na habari njema, na hiyo ni habari ya ajabu, ni habari ya furaha. Sema amina. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni habari ya furaha. Sema amina. Tena ni furaha kwa ajili ya watu wote. Sema amina. Akasema kwa ajili ya Mwokozi amezaliwa, tumepewa mtoto wa kiume mwenye uwezo wa kifalme mabegani mwake. Hujasikia bado? Anaitwa jina lake ni Mshauri wa Ajabu. Sema amina. Anaitwa ni Mungu mwenye nguvu. Sema amina. Anaitwa ni Baba wa milele. Sema amina. Anaitwa ni Bwana mfalme wa amani. Sema amina. Haleluya. Kumbe nilipoangalia kitabu cha sasa, jina lake anaitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Kumbe tunaye mshauri, anaitwa jina lake ni nani? Mungu mwenye nguvu. Anaitwa nani jina lake? Baba wa milele. Anaitwa nani jina lake? Mfalme wa amani. Haleluya. Tumebeba mfalme wa amani, na kuzaliwa kwake ni habari ya amani. Haleluya. Haleluya. Aya baba. Samahani, nimeanza kuhubiri tena kidogo hapa. Kuna nini tena? Nilikuwa hapa salamu za Christmas. Amen. Si atuzuliani bana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni wakati huu sasa tunakwenda kutoa sadaka. Tunaenda kuna wenzetu hapa wamesema wanaomba, tunaomba kuimba Christmas special song. Mimi jamani, wataimba si ndio Tutoe kwanza sadaka. Mnaimba wakati wa sadaka au tukishamaliza kutoa sadaka? Wakati wa sadaka si ndio? Wataimba wakati wa sadaka. Sasa inawezekana mmoja na fungu lako la 10. Njoo tumshukuru Mungu. Mmoja na fungu lako la 10. Kuna watu wamekuja na mafungu yao ya 10. Karibu. Umekuja na fungu lako la 10. Umesema leo siku hii ya Christmas napeleka fungu langu la 10 kanisani. Alafu baada ya hapo tutakuwa tunatoa sadaka. Ni sadaka ya kawaida, na kama umejiandaa na sadaka yako ya Christmas, basi utatoa kwenye kapu hilo, na bila shaka tutakuwa tumeandika kwenye bahasha, sadaka yangu hii ni ya Christmas. Namshukuru Bwana Yesu kwa sababu alizaliwa, ndio maana nimepata wokovu. Haleluya. Emmanuel, 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 Emmanuel. Nyosha mikono yako kusema Bwana Yesu, ninakupenda na nalitii neno lako. Neno limesema nikutolee sehemu ya 10 ya mapato yangu na pia dhabihu. Nami nimefanya hivyo. Neno lako limesema utafungua madirisha mbinguni
ili baraka zinijilie. Neno lako pia limesema utamkemea alaye, na ya kwamba mzabibu wangu hautapukutisha maua. Bwana Yesu, pokea sadaka yangu hii ambayo ni ukiri wangu ya kwamba hakika nimeuona mkono wako pale kwenye biashara zangu, pale kwenye miradi yangu, pale ofisini kwangu. Kila nilipoweka mkono wangu na mkono wako ulikuwepo. Asante Bwana Yesu. Amen. Weka mikono yako kama yapokea. Baba, nasema asante sana kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao ni watii na waaminifu kwa neno lako. Leo wamekuja katika madhabahu yako kutangaza uweza wako, kutangaza nguvu zako, kutangaza maajabu yako. Nami ninaomba Baba, neno lako likatimie katika maisha yao. Madirisha mbinguni yafunguliwe wazi kwa ajili ya baraka zao, na uharibifu ukaukemewe wewe mwenyewe. Lakini umesema ya kwamba mzabibu hautapukutisha maua. Maana watu hawa watastawi na kufanikiwa katika kila eneo. Nami ni maombi yangu, mtu huyu awe ni mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao jani lake halinyauki, kwa majira yote unazaa matunda. Neema yako ambayo ni nguvu inayotuwezesha na kutustawisha ikawe juu ya maisha ya mtu huyu. Nenda ukastawi na kufanikiwa katika kila eneo sawa sawa na neno la Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Wote na tuseme amen. Amen. Mbarikiwe sana. Hasa wapendwa, wakati tunatoa hapa sadaka zetu, tusitoke, kwa sababu mchungaji ataomba maombi ya ulinzi. Katika siku kama hizo, siku kuna kwa mambo mengi. Atakuwa anamalizia na kufunga ibada yetu baada ya kutoa sadaka. Halafu atatamka maombi ya ulinzi, na ili kwamba tukafurahie. Na mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, unapotoka mahali hapa, pale tunapokaribishana, basi tu kae majumbani, tutulie, tukisha kula na kufurahi, tufanye ibada ya shukrani. Bwana asifiwe sana. Haleluya.